naomba niungane nanyi kumshukuru Mwenyezi Mungu, Mungu mweza wa yote, kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kushiriki katika mafunzo haya muhimu kwa lengo la kutengeneza maudhui katika mkoa wetu wa Mwanza. Tunamshukuru Mungu kwa fursa hii tuliyoipata, na tushukuru Mungu kwa sababu bila yeye tusingeweza. Nitumie fursa hii pia kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kipenzi, na si mwingine ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuiongoza nchi yetu ya Tanzania kwa amani na usalama na kwa utulivu, na kuhakikisha kila Mtanzania anatumia fursa zilizopo katika kujiletea maendeleo yake binafsi, lakini na taifa letu kwa ujumla. Tunamshukuru sana kwa sababu hata kufika siku ya leo ni maono yake, na hata kufikia siku ya leo ni mipango yake yeye pamoja na serikali. Naomba wote kwa pamoja tumpe maua yake kwa kumpigia makofi mengi sana. Nichukue nafasi hii pia kutoa pongezi nyingi sana kwa waandaaji wa mafunzo haya ambao ni Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa kushirikiana na Mfuko wa Utamaduni Sanaa Tanzania kwa kazi nzuri sana mlioifanya katika kuhakikisha kuwa washiriki wanapata maarifa na ujuzi stahiki. Mimi nilikuwa nimefika hapa mapema sana, tena kabla ya saa 10. Wakati nazunguka hapa nikakutana na binti mmoja hapa, rafiki yangu, nimeshampungia na mkono ameniona. Nikasema nataka kuingia uwanjani, akasema usubiri kidogo, hiyo mada inayowasilishwa walau tuikamilishe, ukiingia wewe utakatisha. Hongereni sana kwa namna mlivyojiandaa na kushirikia. Ndugu washiriki na ndugu viongozi mlioko hapa, Februari 17 mwaka huu 2026, Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na si mwingine ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, alielekeza na aliweza kutekeleza ahadi yake aliyoitoa wakati wa kampeni yake ya mwaka 2025 kwamba endapo atachaguliwa ndani ya siku 100 atatoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 20 kwa ajili ya makundi mbalimbali. Lakini tarehe hiyo hiyo akawa ametoa fedha zaidi ya shilingi bilioni 50 kwa ajili ya vijana wetu wanaotengeneza maudhui ya mtandaoni. Kwa hiyo tumshukuru Mheshimiwa Rais na kumpigia makofi mengi sana. Kwa lugha ya mjini hapa Mwanza inaitwa kunena na kutenda. Kwa lugha ya mtoto wa mjini hapa inaitwa kunena na kutenda. Naomba makofi hayatoshi, tumpigie mengine tena. Lengo ni kuwasaidia vijana wetu kuongeza mitaji yao pamoja na kuinua kununua vifaa vitakavyosaidia au vitakavyowezesha vijana wetu kuzalisha maudhui yenye ubora zaidi na kutumia fursa nyingi zilizopo katika sekta ya teknolojia, habari na mawasiliano. Ndio ilikuwa lengo la Mheshimiwa Rais, kwamba vijana wetu hao wanapambana, wanachangamkia fursa zilizoko mtandaoni. Unamuona kabisa mtu ana weledi, lakini anashindwa kupenetrate na kwenda kuleta matokeo chanya kwa familia, matokeo chanya kwake, lakini na taifa kwa ujumla. Aidha, Mheshimiwa Paul Makonda, mbunge wa Arusha, ambaye ni Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, alitoa maelekezo kuwa kila kijana au mtu yeyote mwenye ubunifu wa kuandaa maudhui basi ajiorodheshe kwa afisa habari wa halmashauri husika au kwa mkoa unaohusika, ili kuhakikisha vijana wanufaika na fedha hizi zilizotolewa na Mheshimiwa Rais. Na kwa kweli hapa nisipokuwa mchoyo, nisipokuwa na fadhila na shukrani itakuwa simtendee yake Mheshimiwa Rais. Ni miongoni mwa waziri waliotoka mapema. Fedha zilipotoka Wizara ya Habari mlionyesha mfano, mlitoka mapema. Mimi hapa mkuu wa wilaya nilipata habari hizo kupitia Waziri Makonda, alitoa taarifa mapema kwamba sasa jiandaeni, fursa inakuja kwa ajili ya kutengeneza maudhui, na akatoa tangazo rasmi, na pengine ndio imetuwezesha tumefikia katika siku hii ya leo. Leo tunapohitimisha rasmi mafunzo haya ya awamu ya kwanza katika mkoa wa Mwanza, ambayo ninaamini yamekuwa ni manufaa makubwa kwenu ninyi nyote mlioshiriki mafunzo haya.
Katika kipindi hiki kifupi tumepewa hapa taarifa, mmeweza kujifunza mbinu mbalimbali za utengenezaji wa maudhui, matumizi sahihi ya majukwaa ya kidijitali, pamoja na umuhimu wa kuzingatia maadili, ubora katika kazi zenu. Hongereni sana kwa kufikia hapo mlipofikia, kwa sababu wengine wanafanya vizuri lakini hawafikia hapo ambapo wanaweza kupata. Ni matarajio yangu na hata pia ni matarajio ya walioandaa mafunzo haya chini ya waziri mwenye dhamana, chini ya watendaji wake waliokuja hapa, hata wadau walioshiriki kwa namna moja au nyingine kusaidia mafunzo haya. Ni matarajio yetu kwamba maarifa haya mlioyapata siku hizi ambazo mlizokaa hapa hayatabaki humu darasani, au kwa lugha rahisi hayatabakia humu ukumbini, bali mtakwenda kutekeleza kama ambavyo mmefundishwa, kwa maana kwamba mtakwenda kutenda au kutumika moja kwa moja katika kuboresha kazi zenu. Wewe mwenyewe binafsi, maana yake atakunufaisha utakapokwenda kutenda, maana yake utakuwa ni wewe mwenyewe, lakini vile vile haya mliojifunza leo sio tu kunufaisha wewe, pia yatachangia maendeleo ya jamii na yatachangia maendeleo ya taifa letu la Tanzania. Kama ambavyo mnajua, kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi, vijana wetu ndio kazi kubwa ya taifa letu. Taifa hili la Tanzania linahitaji vijana wabunifu kama nyinyi ambao mko katika ukumbi kwa siku ya leo, wenye uwezo wa kutumia teknolojia kwa manufaa ya wote. Ndio Tanzania tunayoizungumza, kwamba sio tu upate uelewa huu baki nao mwenyewe au kunufaisha wewe mwenyewe, lakini hapa lengo letu ni baadaye kitakachopatikana kiwe ni kwa manufaa ya wote. Ndugu washiriki, napenda kutoa msisitizo tena kwa waandaaji wa maudhui kama ambavyo mmefundishwa na wote mliohudhuria mafunzo haya, kuwa utengenezaji wa maudhui sio tu chanzo cha mapato. Maana mtu mwingine anaweza kaa anakuja kwa sababu kuna nini? Kuna chanzo cha mapato. Utengenezaji na uandaaji wa maudhui si tu chanzo cha mapato, bali ni jukumu la kila jamii. Na tunapotaja jamii, nyinyi waandaaji maudhui ndio kabisa jamii yenyewe, kwa sababu mnayo nafasi ya kuelimisha. Maana yake nyinyi mkipotosha tumekwisha. Nyinyi mnayo nafasi ya kuhamasisha. Wakiwa na jambo jema, kama alikupata uhamasishaji hakuna kitu. Uongo kweli? Lakini vile vile nyinyi mnayo nafasi ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Maana yake jamii iko sinzia, jamii ambapo hakueleweki, nyinyi mnayo nafasi ya kuleta mabadiliko katika jamii. Niwasihi sana vijana wangu kwa kiwango kikubwa, na waona ni wale vijana hasa tunaowatarajia. Niwasihi sana na niwaombe sana, tumieni vipaji vyenu hivi mlivyoingia, wengine darasani mkavisoma na wengine mmepewa na Mwenyezi Mungu. Tumieni vipaji vyenu vizuri kuhakikisha mnaeneza ujumbe wa amani, umoja, uzalendo, maadili na maendeleo ya taifa letu. Mmenipata vizuri? Leo ndio mimi nasisitiza hapo, naweka na nukta. Hivi vipaji mlivyovipata, narudia tena, vitumieni vizuri kuhakikisha nchi yetu ya Tanzania tunakuwa salama, umoja, uzalendo, uadilifu na uaminifu na kuwajibika. Aidha, niwasisitize na niwahimize kuendelea kujifunza tena na tena na tena mara baada ya mafunzo haya kuahirishwa. Usije ukasema tu mimi nilishashiriki yale mafunzo yaliyoandaliwa Mwanza, nimeshajengewa uelewa, sasa mimi ndio tayari champion. La hasha. Endeleeni kujifunza, kwa sababu dunia ya sasa na Tanzania sio kijiji, ni dunia ya teknolojia inayokuwa kwa kasi kubwa sana, na mambo yanabadilika kila kukicha. Hivyo ni muhimu kuendelea kujitokeza
katika kujiletea ujuzi wewe mwenyewe ili kuendana na mabadiliko yote yatakayotokea. Hiyo mimi ndio rai naoachia. Usiishie siku ya leo, pambana kuhakikisha unafika pale ambapo ndoto zako zinahitaji zifike. Hapa ninachoweza kuhakikishia kwamba serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kuunga mkono jitihada za kukuza sekta ya ubunifu. Hivyo basi, vijana wa Mwanza, tumieni fursa zilizopo kwa busara, uwajibikaji, uaminifu na uadilifu. Mkishatumia vizuri kwa busara, kwa hekima, kwa uaminifu na uadilifu na kuchapa kazi kwa bidii na maarifa, hata sisi viongozi wenu tutakuwa tunapaza sauti tu. Mheshimiwa Rais akija hapa tunamwandalia taarifa, uliandaa bilioni 50. Sisi Mwanza hapa zilikuja huko zikatembea kwa vijana wetu wa maudhui zaidi ya bilioni 10. Vijana hao unaoona mbele yako ndio walionufaika. Mheshimiwa Rais ongezea budget. Tutaifanya, lakini tuanze kuona hayo matokeo, na nyinyi wenyewe mnachapa kazi kwa bidii na maarifa na kwa busara na hekima kubwa sana. Nasema kwa busara na hekima kubwa sana kwa sababu hata fedha hizi zitakapotolewa na hata mtakapokwenda kwenye hayo maudhui, lazima ionekane tija yake. Ikishaonekana tija yake, serikali inaingia mahala ambapo tija ipo. Hapa tumewasikiliza wadau mbalimbali wa maendeleo, kuna TFS, kuna CRDP, kuna Tanzania, KCB, tumeona nani mwingine, Jambo Africa na wenzake. Wengi tumeona huyu. Mtu awekezi mahala ambapo anaenda kupoteza. Kwa hiyo mkifanya vizuri, maana yake serikali itaendelea kuunga mkono kwa hali na mali, na bahati njema mnaye waziri kijana mwenzenu Paulo Makonda hajawahi kufeli. Na Mariana wewe tena hapa niseme tu kwa kifupi, nabii wa atukuzi kwao mpaka siku akiondoka. Huyu ni mwananzengo hapa, hatutaki atupendelee, lakini tunajua mkifanya vizuri mkatakao ni mtumwa. Hapo vipi? Na hata leo naona dalili njema kwamba mafunzo haya mkoa wa kwanza Dar es Salaam, mkoa wa pili Mwanza, mkoa wa tatu sijajua ni mkoa gani. Hebu tujipigie makofi na tumpatie. Niwasihi vijana wangu, watoto wangu nyie, epukeni matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii ambayo yanaweza kuharibu taswira yako. Mmenielewa nani? Ukaingia haraka unatamani, nataka nipate hiki siku ya siku huko, lakini sio tu taswira yako, umeharibu taswira ya jamii. Sio tu taswira ya jamii, umeharibu taswira ya mkoa wetu wa Mwanza, umeharibu taswira ya taifa letu la Tanzania. Na wasi sana, epukeni matumizi yasiyo sahihi ya mitandao ya kijamii. Nimalizie kurudia tena kuwashukuru sana wafadhili wetu na wadau wetu kama ambavyo nimewatambulisha hapa: CRDB Benki, Wizara ya Nishati, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA, PSSF, Wakala wa Misitu Tanzania, Benki ya TCB na Jambo Africa, kwa namna ya pekee ambavyo mmeungana na serikali katika kuhakikisha dhamira njema ya kuandaa mafunzo hayo wanafikia. Lakini nichukue nafasi hii kuwashukuruni sana, na salamu hizi naomba mtufikishie kabisa kwa waziri mwenye dhamana, na mtufikishie kwa katibu mkuu wa wizara hii, kijana wetu Msigwa, mwananzengo pia mwenzetu, na management nzima na uongozi mzima wa wizara hii ya Utamaduni na Sanaa na Michezo, kwa namna ya kipekee ambavyo nyewe mmekuwa wepesi na mkaamua kuandaa mafunzo haya, na mkaamua kuja hapa Mwanza, mkawatafuta vijana na mkawapa mafunzo haya. Ombi langu moja tu, mafunzo haya yasiishe leo, mrudi tena, na mtakaporudi tena sasa, badala nyinyi kuongea waongee wao. Badala nyinyi kuongea sasa, semesha waelimisha. Sasa iwe ni zamu yao kuleta mrejesho. Na katika budget, na mimi waziri nitazungumza naye na mkuu wa mkoa nitamuomba wasiliane naye, itafutwe na fedha kabisa itengwe kwenye na serikali. Iwepo budget ya kuwa tunapata tathmini ya haya tuliyojipangia, haya mafunzo, tuone kama tumefika wapi.
Tukiwa tunafanya tathmini mara kwa mara, itatupa nafasi ya kujua tumefanikiwa, tumekwama wapi na tulikwama kiasi gani. Lakini tutakaporudi tena kwenye mafunzo haya mara nyingine, nchi nzima, najua sio Mwanza peke yake, naomba na mkoa wetu wa Mwanza uwe kipaumbele. Lakini ombi langu la pili, mtakapoanza sasa kupeleka mgao huu wa fedha wao waandishi wa maudhui hata ambao ni mtuma, na mimi hapa nasimama sasa nikimwakilisha mkuu wa mkoa, na mimi nawasemea hao vijana wa Mwanza walioko hapa, naomba Mwanza ipewe kipaumbele. Ipewe kipaumbele kwa sababu kwenye pato la taifa mkoa wa Mwanza ni wa pili, tunachangia zaidi ya trilioni 14. Ukitoa Dar es Salaam, Mwanza ndio inayofuatia. Kwa hiyo naposema Mwanza iwemo, maana yake pesa mtakazozitoa Mwanza hazitapotea, kwa sababu tuna vijana waaminifu, tunawapima katika mambo mbalimbali. Mheshimiwa Rais hapa alileta fedha kwa ajili ya vijana kuwakomboa katika umaskini, kaja fedha kupitia Wizara ya Uvuvi. Fedha hizo hazikupotea na zimerudi zote. Miradi mbalimbali ya kimkakati inayoendelea hapa, vijana waliopewa jukumu la kufanya shughuli zile, mainjinia wametengenezwa. Tolee mfano mradi mkubwa wa meli, karibu waliosuka ile meli walikuwa ni vijana hapa wa Mwanza. Walifanya kwa uaminifu na uadilifu mkubwa, hawakuiba hata msumari, na meli imekamilika na wameachiwa ujuzi. Lakini ninazungumza, baadhi yao wako kwenye taasisi mbalimbali sasa, kwenye visima vya maji wanajenga, mainjinia wale sasa hivi wamepelekwa Nyanzaka kwenye miradi huko, wanaendelea kupata ajira. Kwa na imani mkirudi tena hapa na pesa hizi zikija kabisa kwa vijana mliowaona hapa na wengine ambao wakupata hii fursa, nina imani hamtapoteza. Na sisi kama viongozi wa mkoa wa Mwanza chini ya mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda, sisi kazi yetu ni kuwasimamia, kuhakikisha maudhui yanapatikana. Tutawasimamia vizuri. Kikubwa hapa ni ushirikishaji. Siku mkija tujue mfuko unaanzia kwa nani, ni halmashauri, akaunti iko halmashauri tujue, iko kwa rasi tujue, iko CRDB tujue, ili tuhamasishe vijana, nendeni huko. Hapo vipi vijana? Mwisho nimalizie kuwashukuru sana kwa kunialika. Mimi Amina Makilani kuwa ndiye mgeni rasmi wa shughuli hii kuja kuhitimisha. Nashukuru kwa heshima mlionipatia, ni heshima kubwa kwangu na imani mlioonyesha kwangu. Naomba nitangaze kabisa kwa niaba ya mkuu wa mkoa kwamba na kwenye ajenda hii na sisi inatuhusu. Kwa hiyo tutashikana na hawa vijana mkono kwa mkono, bega kwa bega, kuhakikisha malengo na madhumuni ya taasisi yetu ya serikali, wizara na malengo ya Mheshimiwa Rais tunaweza kuyafikia na kuleta matokeo chanya kwa hawa vijana, kwa jamii na kwa taifa kwa ujumla katika kuandaa maudhui. Baada ya maelezo hayo mafupi, natamka rasmi kwamba mafunzo haya yenye lengo jema la kuwajengea uelewa na uwezo vijana wetu watengeneza maudhui katika mkoa wetu wa Mwanza nimeyafunga rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza na Mungu
Tuzingatie mafunzo tuliyopewa hapa. Baada ya maneno hayo machache, kwa niaba ya washiriki, Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba uruhusu vijana watoe hii meza na uturuhusu tupisha, lakini tuhakikishe pia, naomba kusogeza viti mbele kidogo. Samahani Mheshimiwa mgeni rasmi, ambayo inanifanya mimi bado niendelee kukaa kama waangalie kama sema sisi kibali kipi hapa. Wengine sera za jinsia moja kwao sio tatizo. Kwa hiyo wale international platform owner wanakuwa na nguvu ya udhibiti wa maudhui ambayo hata watoto wetu wanaona. Nazungumza hivyo siku hizi watoto wote hawa baada ya Gen Z wanaokuja, nafikiri wote ni mashuhuda kwamba ukienda nyumbani kitu cha kwanza na kusearch kama una smartphone, au sio? Ndio, na ukitaka nyamaza unampa nini? Unampa simu. Kwa hiyo wewe ile utamfungulia game, utafikiri kila siku anaangalia game, kumbe anaingia na mahali pengine. Na ndio maana mapenzi sasa ya smartphone yanaanza. Kwa namna hiyo wale jamaa sasa, kwa vile wao ndio wanadetermine maudhui ya kwenda kwenye cyber space, wao ndio wanakuwa walezi wa watoto wetu. Wao ndio wenye kauli ya mwisho ya maudhui yanayotakiwa kutoka. Maudhui mabaya yote kwao ni sawa. Kwa hiyo tunajikuta kwamba protection ya watoto, kwa sababu wao ndio wana own hizi international platform, inakuwa ndogo sana. Kwa hiyo sisi kama watengeneza maudhui tujihadhari sana na kuweka maudhui yasiyofaa kwa watoto. Hii tutaitengenezea heshima. Kuna mambo mengine ambayo nilitaka tufahamu. Katiba yetu inatoa haki kwa kila mtu kutoa habari na kupata habari. Maana kuna wanaharakati huwa wanatumia njia hizo kutoa maudhui mabaya, lakini hakuna haki na wajibu isiyokuwa na mipaka. Kila haki ina wajibu wake, ina mpaka wake. Hilo tulielewe sisi kama watengenezaji maudhui. Bahati mbaya kwa point yangu hapa inaleta shida, lakini kuna nukuu za vifungu vinazoonyesha haki ya kupata taarifa na wajibu wetu ni nini na mipaka yetu ya kazi kama watengeneza maudhui. Kwa hiyo hilo tulielewe. Kuna mmoja aliongelea hapa, tusome sheria, tuzielewe vizuri za utoaji wa maudhui mtandaoni, ili tusije tukavuka ile mipaka ambayo tunatakiwa kuzingatia. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema kwamba maadili ni kitu muhimu. Tunapoingia katika cyber space, tuhakikishe kwamba tunazingatia maadili, tunasoma sheria na kanuni zote, tunazifahamu, tunawalinda watoto, heshima yetu inaendelea kuwa pale. Unajua, hata kabla sijakuona nikisoma kazi zako mtandaoni, ninaweza nikafiga huyu mtu yukoje. Kwa hiyo tuhakikishe kwamba tunalinda heshima, tunakuwa wa kweli, tunafuata miongozo yote ya kutoa maudhui, ili biashara yetu iweze kushamiri, tuweze kuaminika na tuweze kupata partnership na makampuni makubwa, na tuweze kuwa ni watu ambao wana heshima katika utoaji wa maudhui mtandao. Mwisho kabisa nimalize tu kwa kusema kwamba wale wanaohitaji ithibati au kupewa leseni na TCRA za utoaji wa maudhui ni wale ambao wanajihusisha na maudhui ya habari na matukio, news and current affairs. Kama kazi zako hazihusu news and current affairs, sijui zinahusu mapishi, vichekesho, sanaa zingine, wewe unahitaji leseni. Sisi tunaelewa nisije na uhitaji kupata ithibati, uhitaji kupata leseni ya TCRA na uhitaji kupata ithibati. Lakini kama utakuwa sasa wewe kama ni reporter wa mambo ya matukio, habari, wewe utahitaji namba moja ithibati na utahitaji kupata leseni kutoka TCRA.
Nawashukuru sana, yangu ni hayo, nimepiga msumari kidogo kwenye masuala ya maadili. Nawashukuru sana. Nani anaweza kaniambia tofauti ya influencer na content creator? Mchechemuzi na mtengeneza maudhui. Mchechemuzi ni influencer. Mike iko hapa, ndio nisaidie kupeleka kwa wadau. Yes, nani aweze kunisaidia tofauti ya influencer na content creator? Influencer nimepewa ni mchechemuzi na content creator mtengeneza maudhui. Okay. Asante. Kwa ninavyoelewa mimi, ukizungumzia content creator, huyu ni yule ambaye anatengeneza ile content. Kwa maana inawezekana yeye akawa anahusika kwenye kushoot kuanzia mwanzo, atengeneze script, ashoot, na akishamaliza kushoot ile content ya edit na finalize iwe ifike mwisho, kwamba ni kitu kimeshakamilika tayari. Sasa influencer yeye anaweza akawa ni mtu ambaye anahusika kuibeba brandi fulani kwa kuanzia kuielezea, lakini pia kufanya content ambazo zinahusiana na hiyo brand yenyewe na kuibeba mtandaoni, kwa maana kuhakikisha mitandao ile ya kijamii ambayo ile brand husika imetaka, yeye atakuwa na jukumu kubwa la kutengeneza maudhui ambayo yataibeba ile brand mtandaoni. Yule sasa influencer. Sasa hao watu kama wanategemeana, kuna mtu anataka ni content creator at the same time pia aka-act kama influencer, na akaweza kufanya vyote kwa wakati mmoja, akatengeneza content lakini pia akawa influencer, kwa sababu tayari ana platform ambayo yeye anatengeneza maudhui, lakini brands zimemuona zikatamani yeye ndo atumie hicho kitu na aweze ku-act kama influencer kwa ajili ya kuchagiza kuhusiana na ile huduma ama kitu kufanya ambacho brand inatoa. Kwa hiyo tofauti yao ya mbili, huyu anaweza kaishia kwenye kutengeneza tu akamrekodi influencer, lakini pia huyu content creator anaweza ka-act pia kama influencer kwa wakati mmoja. Kwa hiyo watu wawili tofauti lakini wanategemeana. Kama ni maxi, yani ni 100, nitakupa saa 6. Nitakupa saa 6. Mwingine na unaweza kutoa labda definition, yani definition ni tafsiri content creator, influencer ama mchechemuzi na mtengeneza maudhui. Na asante sana. Kwa majina naitwa Samuel Julius, ni mchoraji, ni mwanamuziki na pia nafanya sanaa za kuonyesha. Tofauti kubwa kati ya content creator na influencer au mchechemuzi ni kwamba content creator yeye ni mwandaaji, yaani anaweza kuandaa picha au video kwa lengo tu la kufanya kitu fulani kionekane, ila influencer ni mtu wa mwisho ambayo ana ushawishi kwamba zile information zitumike vipi. Kwa mfano huyu wa kwanza, huyu ambaye ni content creator, anaweza kutengeneza video zinazohusu ili tangazo la leo, lakini ile influencer ni yule wa mwisho ambayo ana impact ya kuwashawishi watu, yaani ni msemaji wa mwisho, anaweza aka-affect watu negative au positive. So yeye ni yule wa mwisho kwamba ana control information iende vipi. Tofauti ndio hiyo. Mpata amsi. Bali umejitahidi. Yaani kuna points moja tu. Hiyo pia kuna. Asante, naitwa Hussein. Sasa kwa maana halisi ya muundaji wa maudhui pamoja na mchechemuzi ni kwamba muundaji wa maudhui ni mtu ambaye anapiga maudhui kuanzia mwanzoni kabisa na idea, lakini mpaka mwisho ambapo anakwenda kutoa ile content yake kwenda kwa hadhira. Lakini pia mchechemuzi ni mtu ambaye anashawishi kununua bidhaa fulani au brand fulani.
Mimi nafahamu. Sawa, umerudia pointi ya John. So umepata sifuri. Ujaje na idea. Asante. Jina langu linaitwa Dennis Jumapili. Alafu unaona ni mtu kama hivi kutoka wakati kuna twende. Okay, asante. Ninahitaji kuzungumza kidogo upande wa content creators na influencer. Direct definition ya content creator, hawa ni wabunifu ama watengeneza maudhui. Lakini influencers hawa ni washawishi. Sasa nikija kutofautisha mengi kwenye sehemu kubwa ya malengo, mbunifu ama mtengeneza maudhui amejikita zaidi kwenye ubora wa kazi, utengenezaji, mfano upigaji wa picha au utengenezaji wa video kama alivyoelezea mwingine kule, pamoja na editing. Lakini unapozungumzia influencer, huyu ni mhamasishaji, anajikita zaidi katika kushawishi na kujenga mahusiano kwenye jamii. Mfano tunaweza tukawa tuna influencer wengi ambao wao tunawaona wanatumika sana kwenye branding. Nyuma anaweza akawepo content creator, lakini mbele ya kamera na kuwepo influencer. Ndio ambao tunaweza tukachukulia mfano katika bidhaa mbalimbali kama soda tunaziona au maji. Yule anayekuwepo pale mbele anayeshawishi watu, anajenga mahusiano mazuri na jamii, yule ni influencer. Lakini aliyeko nyuma kutengeneza maudhui na kuipiga picha, yule mtu na namna nyingine tunawaita content creators. Asante. Bado bata 50. Lakini maybe nitaongeza swali kwa swali langu, maybe ili niweze kueleweka. Kwa maelezo yote ya watu ambao wameyatoa yanamaanisha kwamba influencer atengenezi content zozote. Si ndio? Yeah. Content creator hawezi kuwa influencer, ama influencer hawezi kutengeneza content. Then turudi tena swala sasa nijibiwe vizuri. Basi upande huo wajapata nafasi kabisa, backbench habari jamaa zangu wajapata nafasi. Wawili wa mwisho, then tutaendelea na mdahalo wetu. Asante. Majina naitwa Mama. Mimi naweza nikaelezea kidogo. Kwanza misingi ya wote ni watu. Tunaposema creator ni mtu, influencer pia ni mtu. Kwa maana hiyo tofauti wao ni kwenye matumizi wanapokwenda kutumika. Lakini wote ni kwamba influencer anaweza kuwa content huyo creator, lakini pia anaweza kuwa influencer. Ndio maana wakati mwingine tunaweza tukawaona kama wasanii, anaweza akatumika pande zote. Mfano nitolee mfano, sio kutangaza mtu au labda Bradake anaweza akachukuliwa ni content creator, lakini at the same time influencer. Asante. Safi. Nimepata sema nini? Naona tunaelekea. Unasema nini? Upande wao. Huyo ni mtu wa mwisho, then tutakuja kwenye panel yetu discussion. Karibu. Content creator anatengeneza maudhui, lakini influencer anaweza kuwa ni content creator na aina akatengeneza maudhui. Ile kinachomtofautisha na content creator ni kwamba amejenga uaminifu, ana trust kwa watu, na ule uaminifu ndio unaomletea ushawishi. Ndio maana influencer kwa Mwanza kama nilivyotambulishwa na MC, sisi tumepata nafasi ya udhamini kwenye tukio hili, na kwa sababu tunazungumzia kuhusu kodi na kodi ndio uchumi wa nchi, basi tuendelee kuwaomba na kuwasisitiza content creators pamoja na wafanyabiashara wengine mliomo ndani, msisahau kurasimisha shughuli zenu. Kurasimisha shughuli maana yake ni kwamba ni kupata namba ya utambulisho wa mlipa kodi ili na wewe uweze kuchangia kodi katika nchi yako. Sawa jamani? Sisi tuna kauli mbiu yetu inasema kodi yetu maendeleo yetu. Kodi yetu kwa sauti tena, kodi yetu
Na kuwa na tini haimaanishi kwamba unaanza kulipa kodi hapo hapo. Hapana. Huo ni utaratibu wa kurasimisha. Tunakurasimisha, tunakupa namba utambulisho wa mlipa kodi, alafu taratibu nyingine zitaendelea baada ya kupata tini. Naomba niishie hapo, niseme asante kwa ukaribisho. Asante sana. Naomba tumpigie makofi. Mgeni rasmi pamoja na wageni waalikwa, habari za jioni. Leo nipo kwa majina, naitwa Ibrahim Mangara, mwakilishi kutoka benki ya CRDB. Tunashukuru sana kwa kupata fursa ya kuendelea kuwa pamoja na nyinyi na tunaendelea kuahidi ushirikiano wetu. Ningependa kusisitiza vitu viwili ambavyo mara nyingi wengi wetu tunaweza tukawa tunasahau. Pale ambapo unahitaji kukua, lazima uwe na matumizi ya akaunti yako. Kwa tunaomba mjitahidi kutumia akaunti zenu kwa ajili ya kutengeneza mzunguko, hata pale unapokuja mbele yetu tuweze kuona kwamba kile kipato tunachoelezea unacho, basi pia kinaonekana kwenye upande wa akaunti zako. Vile vile kuna kitu kinaitwa credit info, kinatunza rekodi za kila mkopo ambao unauchukua. Kwa tegemea leo hii umekopa kwenye upande wa Empower, umekopa sehemu nyingine, taasisi nyingine, ukatekeleza ile deni bila kulipa, ukaamini kwamba utaendelea kukopa kwingine. Kwa tunaomba muendelee kujitahidi kulipa madeni yenu na kuweka historia safi kwenye upande wa mikopo, ili hata unapokuja mbele yetu basi iwe rahisi na sisi kuweza kushika mkono na kusupport. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Francis Singaile, ni mwakilishi wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Tulipata fursa pia ya udhamini wa mafunzo haya, na cha kusisitiza nahisi watoa mada walishakiongea, ikiwemo mwishoni hapa Kimu ameongelea swala la watu wa Mwanza kutaka fursa ambazo ziko Dar es Salaam, lakini Mwanza kuna maeneo mengi ya kuweza kupata hizi mauzo yetu. Kama kwa TFS ukikaribia, tuna fukwe ambazo unaweza kupata zile sunrise, sunset ambazo ziko Rubia. Kuna maeneo ya utalii, ekolojia mengi. Kwa hiyo tunawakaribisha, na tuna watu wachache sana kwenye sekta hii ya misitu na nyuki wanaofanya hizi mauzo ya sekta ya misitu. Tuna hawa content creator wachache sana. Kwa hiyo fursa mojawapo iliyopo TFS ni content creator, karibuni muweze kufanya mauzo haya, kwa sababu sisi ni wateja wenu, tunawategemea, tunategemeana. Kwa hiyo tunawategemea kwa nafasi kubwa kuendeleza hii sekta. Asante.